The message, the standard note for today is building for the future. Building for the future. Na wakati ambapo naongea kuhusu building, we are tracking the frequency and the power of God concerning us, yale ambayo Mungu anatenda ndani yetu. Kama vile nimepeana mfano wa kwanza wa mjengo na facility vile inaendelea kujengwa, jueni ya kwamba hata hali ya kiroho, hivyo ndivyo Mungu anakusudia maisha yetu ikaweze kujengwa zaidi ya mawe na mchanga na kokoto na chuma. Ni ya dhamana sana, your inner person ni muhimu sana kuliko the hardware ama mambo ambayo tunaona kwa nje. Kwa sababu Yesu Kristo akasema ufalme wa Mungu hauji kwa ishara, bali ufalme wa Mungu unaja uko ndani yetu, umo ndani yetu na yale ambayo yanatusingira. Kwa hivyo we are looking forward to build a church. In the morning nilikuwa nasidikisha my one part of the family ambao tulikuwa tumetravel Murang'a na wao. Na wakati tulipita mahali hapa, nikamwambia tumebadilisha lot of design ndani ya facility ambayo tunajenga. Kwa sababu tumejua ya kwamba we are supposed to build people. Our emphasis is not about building. Yes, building is very, very important. But we are building people, watu wajengeke ndani yao kabla wajenge mijengo ya nje. Kwa sababu tunajua ya kwamba Mungu hakai ndani ya jengo kama hili. Mungu anakaa ndani yetu. We are the living temple. The temple ambao Mungu anaangalia ili akaweze kuikujia. Na hivyo basi the mood ama the theme ama the big emphasis ambao Mungu amekuwa akiongea ndani ya kanisa hili ni kuhusu kujenga. The way you are building your personal life. The way you are building your personal life, God is so much interested. The way you are building your family, the way you are building the corporate fellowship, it's very, very, very important. So therefore, in the beginning of the year, these have been our focus. Ya kwamba tunataka kujengwa na tunataka kujenga kila Mungu anajenga ndani ya ulimwengu. Na ni kweli there is a better thing, there is a better side of God ambao hatujaweza kuijua. Lakini vile tunaendelea kujenga, tukiona aibu ya kile tumejenga kwa miaka mingi, Mungu anaturuhusu kuona kile anataka tukaweze kujenga. Remember that scripture in the book of Ezekiel chapter 43. Ya kwamba Mungu akamwambia Ezekiel waonyeshe the measurement of the temple and the design, the exit and the entrance. But if they are not ashamed, ikiwa ya kwamba hawataipika usiruhusu waone. Kwa hivyo we are allowing you in position of shame whereby we are building our life inaccurately. But God is now emphasizing on accuracy, exactness in our life. Tunaomba Mungu wa mbinguni atupatie mchoro kamili, taswira kamili, the true architecture, the form and the design ya vile ambavyo Mungu anataka maisha yetu iwe. That's why last Sunday tulikuwa tunashare life. Nasikia from Samuel Joroge, from Karaoke, from Miss Kenywa, Rosemary, from Aris, from Sospita, from Phyllis. Everybody is sharing life and saying this is what is happening in my life. Kati nasikia Paul akisema today niliamua na mke wangu sitakuwa nachelewa kanisa. Na sitakuwa naacha mke wangu nyumbani alafu nakimbia kanisani nikimwacha nyuma. I'm accountable. Kama my wife anachelewa nyumbani kuja kanisa, mimi ndio nimefail as a husband. I must make sure that my family imefika. By the way, ibada zetu, thank you for announcement. The board of the church ilifanya adjustment ya kwamba tunaanzia 9:30. So Paul was sharing about maisha yake vile Mungu ame-encounter. We need to hear the application of the word of God. Tunataka kusikia hilo neno limekubadilisha namna gani. Hili neno ambalo unapokea kila Jumapili. Kama hauko unakaa vizuri na jirani yako, alignment inachukua nafasi nyingine. Mjengo wa kukaa na jirani unaanza kubadilika. You know how to treat your mother-in-law. Kama uko na mother-in-law hamkai vizuri na yeye, the alignment ambayo iko ndani yake is taking place. We are in the building season whereby God is emphasizing every part of your life. Why? We are building for the future. Now, ninapoanzia na scripture in the book of Genesis chapter 6. Genesis chapter 6 verse 5 to 8. I'm reading from New Living Translation. NLT Bible. The Lord saw how great the wickedness
of the human race have become on the earth, and that every inclination of the thoughts of the human heart was only evil all the time. The Lord regretted that he had made human beings on the earth. His heart was deeply troubled. Then the Lord said to Noah, that's Genesis chapter 7 verse 1. Genesis chapter 7 verse 1. Then the Lord said to Noah, come into the ark, you and all your household, because I have seen that you are righteous. You can write that word, come into the ark. You can write that word, you and all your household. You and all your household. Because I have seen that you can write that word, you are righteous before me in this generation. You are righteous before me in this generation. So today we are going to focus on building for the future. Na tunapoangalia kujenga kwa sababu ya kesho, going to emphasize on the story of Noah. The story of Noah. And everybody anaelewa Noah na habari yake vile ambavyo aliishi during the time after the Adam, the book of Acts chapter 6. So aliweza capture the mind of God and the power of God. Na tunapoangalia Noah, the story of Noah is very, very important because it carries the pattern when God is bringing the end of era. So maisha, wakati tunapoangalia tunarenga story ya Noah ni muhimu sana because it carries patterns of time when God is beginning an end of the era, when God is finishing, wakati Mungu anakamilisha dispensation. Ukiangalia the word of God from the book of Genesis, kuna different dispensations ya mwanadamu. Vile Mungu amepelekana na mwanadamu, unakuta ya kwamba kutaka kuumba mwanadamu, Mungu anaumba mwanadamu, mwanadamu anaanguka. Unafika wakati wa Nuhu, Mungu anamaliza mwanadamu ambao alikuwa ameumba, wote anamaliza, anabakisha Noah na familia yake. So dispensation of Noah, ukitoka wakati wa Noah utakuta there are several dispensations ambazo zimekuja mpaka mahala ambapo tupo. Lakini kiomba tukaweza kuangalia dispensation, the time of Noah, wakati ambapo alikuwa hapa ulimwenguni. Because tunaona vizuri sana. Let me scripture so that I bring you home. In the book of Matthew 24 verse 7. The book of Matthew 24 verse 7. So that we may have the clarity why we are studying Noah as a pattern of building for the future. But as the days of Noah, so also will the coming of the Son of Man be. So you can see, as the days of Noah, so also will be the coming be of the Son of God. So kwa hivyo wakati ambapo tunaangalia, we are going back, it's like a snapshot. Yesu Kristo akiongea na wanafunzi wake akamwambia kwamba vile mwisho utakuwa, anaeleza ya kwamba kama vile siku za Nuhu ilikuwa, hivyo ndivyo itakuwa mwisho. Hivyo ndivyo Mungu atakamilisha chochote ndani ya ulimwengu. Na kwa hivyo wakati ambapo tunaangalia the story of Noah, it's very, very important kuelewa ya kwamba Noah is a factor katika kukamilisha. Na wakati ambapo tunapoangalia Noah, nikiomba sasa tukaweza kujiangalia, we are the Noah, because tuko ndani ya the ark, that is Jesus Christ, that we are building the body of Christ in the face of the earth. And therefore ni vizuri sana tujue ya kwamba we in that process, tuko ndani ya ile process ya kujenga the purpose of God in the face of the earth. Na wakati ambapo tunapoangalia vile Mungu alikamilisha ulimwengu, maandiko inasema ya kwamba Mungu akaangalia ulimwengu, akakuta ya kwamba mwanadamu amejawa, ulimwengu umejawa na uovu wa kila aina. The human race has become on earth, the whole of human race, ulimwengu wote Mungu akagairi kwa nini aliumba mwanadamu.
na Mungu akaamua kumaliza ulimwengu wote. Lakini maandiko yanasema ya kwamba in the book of Genesis chapter 7 verse 1, then the Lord said to Noah, come into the ark, you and all your household, because I have seen that you are righteous before me in this generation. Kwa hivyo wakati ambapo tunaangalia maisha ya Noah na vile ambavyo aliishi na Mungu kukamilisha kila kitu katika ulimwengu, inatusaidia kucapture na kuwa na the sight of the time that we are living today, kwa sababu tunajua Jesus is here. Jesus is coming back. Unajua ukiwa na mtu anatoka Kisumu akwambia amepanda gari akiwa Kisumu, kuna vile ambavyo anasema naweza enda nishone nguo moja, naweza enda nijenge mjengo Kosibiri, naweza enda nifike Ruai, alafu kisha baadaye nifike kabla nipike. Akinipigia simu ako Nakuru, naanza kutoa kama unapikia wageni chapati, unatoa unga wa chapati, unaanza sasa kusema, unaanza kukanda chapati zako because umesikia ako Nakuru. Sasa ametoka hapo Kisumu, sasa amefika ako all the way from Kisumu, sasa ako Nakuru coming. So kwa hiyo utaanza kutengeneza kama ni chapati yako, kama ni viazi, kama ni mokimo, kama wale wengine ambao wanapika mokimo. Unajua my mother wakati tunaenda Christmas ama wakati tunaenda nyumbani, anataka kuuliza umefika wapi ili ajue matayarisho yake atatayarisha namna gani. Ili ajue kama kuna zile za kienyeji za kukima, ili hakisha ya kwamba watoto wangu wasitoke hapa kama wajakula mokimo. So now mtu akiwa Nakuru, kuna vile ambavyo unamngojea sasa, unaingia kwa kitchen, unaakisha moto, unaanza because kutoka hapa mpaka Nakuru kabla umaliza kupika chapati, akifika Naivasha unaanza kitoweo kupika kitoweo because unajua ukisikia amefika Nairobi, nyumba unaanza kuangalia iko aje, how is the house. Ndio kuna watu wanatarisha magari kwa sababu ya wageni because anaona kikombe kiko mahali panastahili, everything is in order, duster iko mahali pake, everything amesema is now here in Nairobi. Unajua Nairobi ni muda wa 1 hour ama 45 minutes. Na kama haujatayarisha chakula vizuri unakuwa na wasiwasi because is coming. Na ni mgeni wa heshima sana, unasikia ako karibu sasa, anakuja. Anakupigia simu, nao niko Donholm. Unasikia Donholm? Na unasikia niko Jiro. Wakati yako Jiro hata vikombe iko tayari. Hata meza yako dining table, everything is ready. Everything is ready. Because unajua proximity ya vile huyo mtu vile anapokuja, hivyo ndivyo matayarisho yako ambayo inafaswa kuwa. Nasi kama kanisa, we are the church ambayo ina finish the purpose of God. God is finishing. Jesus is now here coming. So sio vile ambao walikuwa Kisumu wakati tulikuokoka. Wakati tunaokoka ako mbali. Tunamsikia ako mbali. No. Now Jesus is around the corner. Jesus is here. Kwa hivyo matayarisho yetu vile tunavyojenga ni muhimu sana, kwa sababu ako hapa. Hakuna kitu kibaya mgeni afike ambao umekitarajia na umemgoja kwa siku mingi, ukute kwamba haujapika, haujaoga, haujajitayarisha, nyumba iko unakuta ya kwamba ni chakula wakati mgumu sana. Lakini kama kanisa hatuwezi kubali ya kwamba tunajua now is here, Jesus is coming back. We must be ready. Kwa sababu wakati umefika, tumekaribia Roho Mtakatifu asalimishe, aseme nao ulinituma. Unajua wakati Yesu Kristo alimaliza hapo ulimwenguni, aliweza kuwatuma wanafunzi wake na akasema na watumia msaidizi, na Roho Mtakatifu alitumwa kwa ajili ya kutupatia backup and the support is kama msaidizi wetu Parakleto, akuwa pamoja na sisi ya kufanya mambo yote na kuandaa kanisa. The Holy Spirit is so busy. That's why tangu tuliingia kanisa hii, Roho Mtakatifu ako ndani ya kazi akiandaa kanisa lake. In the course of the week, Roho Mtakatifu alikuwa anaandaa kanisa lake. Tunaandaliwa, tunakaa tukiandaliwa until tufike in the book of Revelation, whereby the Bible says in the book of Revelation chapter 9 ya kwamba Roho Mtakatifu anasema ya kwamba now the bride is ready. Kwa hivyo ule mjengo tunajenga, Justina, ni tuwe tayari. Tumwambie now we are ready, come. Hata ukisikia ameshuka, ako hapa choka, ako hapa harika, unamkibiria. Because unajua ya kwamba now everything is ready.
Na tunafika mahali ambapo Roho Mtakatifu anaandaa kanisa kiwango ya kwamba waagiri, the bride always is ready. By the way, kuja kwa Yesu Kristo, wakati wowote ule ukiangalia Yesu akiondoka, wanafunzi wake walikuwa na ngoja. Hata alikuwa sema wengine hawatakufa kabla kurudi kwake, lakini kanisa imechelewa kujitayarisha. Kwa sababu ukiangalia vizuri sana the church, kile kimefanya Yesu akae hapa hewani akose kurudi ni kwa sababu kanisa la Bwana haijakuwa tayari. The church is not ready for the bridegroom. We are the bride of Christ. Lakini huyu bibi harusi bado hajakamilika. Na Roho Mtakatifu kwa sababu yako na standard, anaangalia hili kanisa na sema no. This church is not ready. This church is not ready. This church, prepare yourself. Jitayarishe. Roho Mtakatifu ako analia, kuna kilio ya Roho Mtakatifu, anatuombea. Unakuta ya kwamba Roho Mtakatifu anahusunika sana wakati ambapo, do you know, generally my brother, it happened last year, kuna my brother alifanya harusi pale Kabete Church. Na this year Mungu ametubariki tuko na another holy wedding ndani ya familia yetu. Our last one anafanya harusi, my own brother, my biological brother. Na wakati ambao tulikuwa kule kwa wazazi wao jana, nimekuwa nikimwambia how I'm building my life is very very important. Every time naingia katika function, sherehe, mambo kama yale mengine, I am so much keen. Because my life, my family, I'm so keen vile ambavyo inaendelea kujenga, and most of my personal life. Wakati ambapo nilifika mahali kwa sherehe, yule MC alikuwa mahali pale kwa sherehe, nikakuta wimbo ambao umewekwa. And nikasikiza, I'm very keen. Mimi sisikiagi nyimbo hivi. I listen between the lines. Na wakati ambapo nasikiliza, nikauliza mtu, na hiyo kitu ni nini? Na hata mimi sijui. Lakini everybody anaimba free leader, sijui free leader. Nikaanza kujiuliza, what is free leader? Na free leader. So, na nikakuja nikafanya research hii wimbo. Mpaka wakulima wanaimba hii ni wimbo gani? And let me say that nikaingia kwa YouTube. Kumbe nikakuta hiyo wimbo iko hit. Ni ya Munyoni, sijui Munyoni, huyu mzee alikuwa anaitwa Dick Jeroge. Na iliimbwa 1986. Sasa lakini mzee alipoteza sauti. Sasa sijui ilikuja namna gani imeinuka tena after from 86 up to days, that 6 years ago, that 5 years ago, wimbo imechipuka. Inaitwa Free Leader. And now wakulima wanaitwa Free Leader. Yaani Free Leader, sijui kama ni kusubuka. Nilikuwa najiuliza Free Leader. And the only stanza ambayo ilinishangaza ni kwamba wanasema wakukunywa kunywe, lakini wakatufia pewe wakatufia. So that thing and it is the church. Na nikaona kwa maharusi mingi MC, ukienda kwa YouTube utakuta hata governor, politicians, hata kwa maharusi MC. That's why hii kanisa hata kubali MC wa ulimwengu akuje hapa during our weddings. Kwa sababu MC anaita wamama wazee kwanza wanaipenda sana wale wamama, hata kama ni wa kanisa. Wakuja waimbe Free Leader. Kuja wako hapo waimbe Free Leader. Wanakuja wamama waimbe Free Leader. Na wamama wanafurahia kutoka ndani. Unasema mama mzee wa miaka 50 kama Misokoko amefurahia Free Leader. Na anaangalia, inashangaza. I could not. So you can imagine the system kama vile ilikuwa wakati wa Noa. Watu walikuwa wanakunywa, wanakula, wanaoa, wanaimba Free Leader. Hivyo ndivyo kuja kwa Yesu kutakuta. Because these people are not ready. Hii kanisa haiko tayari. Because I can imagine you are waiting for Christ to come, na yeye kazi yako ni kuimba Free Leader. You cannot tell me you are waiting for Jesus. The Free Leader. Tunasema wakunywa ni apewe. Yule wakudania kude. Naweza kudara hewa tufia. And you can imagine, I was asking those some questions at work. And I was asking, because nini wakulina mnaimbaga Free Leader? Hii kitu mnaisikiliza. Yes, ina hii. Na wanaenda Free Leader. Unasikia wanaingia. Nikaona the church, the bride is not ready. If we are building for a future, we must demarcate. Lazima kuwe na distinction. Are those people who are serving God, and those who are serving not? Because mtaka kuniambia sasa pombe imekuwa na maana.
Because wakati tunaiba Frida anasema wakupewa ape na akunywe, wakukunywa aku. Lakini ule akunyangu wapewe chai bila sukari, sijui chai. Ni wapewe kachai bila sukari, hiyo wapewe. Ambao wakunywangi. So you can imagine how church imedrift. Because of the pattern ya ulimwengu. Mungu wakati wa Noa akaangalia ulimwengu, akaona ulimwengu umejawa dhambi, the human race, mpaka Mungu akiwa mbinguni akajuta kwa nini niliumba mwanadamu. But now today we are focusing on Noah ili tuweze kujua vile tutaweza kujenga. The Bible says Noah was righteous. God said himself, God is witnessing Noah. I have seen you righteous. You are righteous before me in this generation. Ya kwamba unaingia kwa udhoni kama kwa harusi unaibwa kuja uibe Frida unakataa. Because your pattern I can't. Because watu wako hapa ni wa kanisa. Na wewe mnaiba na yule MC hapo pale DJ Mkurino anaweka Frida na unashangaa. Ule wewe unajua hiyo wimbo ni nini? Ndio imehit. Tumesema wageni mmekaribishwa. Mgeni mmekaribishwa. Yes, then what? Wakupewa apewe. Huku kuna pombe. So you can listen that song and usikilize tena na tena. Kama hauelewi ujue ya kwamba in-emphasize kukunywa pombe. So everybody watakuwa na kunywa pombe wakisema kwamba imeruhusiwa. It's okay, kana ya Galili. The talk of the day. Mungu anajuta kwa nini? When Jesus is out the corner now. Na nikajua kumbe nyimbo nyingi watu wanaibanga ni kwa sababu ya msisimuko na kwa sababu ya rhythm. Hata maneno wafuatagi mwili usikie entertainment. So that's not the church God is focusing on. Kanisa ya kuimba Frida, it can't finish the purpose of God in the face of the earth. Now, nimependa mfano wa siku ya jana na kile kilifanyika kwa sababu God is expecting us to build hata ukiwa kanisani hapa na ukiwa nje na huko mtu wote wa Great Grace huko except me and my family. Lakini tukiwa huko we are still guarding our life. We are taking care of ourselves. Ili tusigie kwa mfinyo. Sikia wachungaji wamelewa siku hizi. Sio na kunywa tu, kunywa. Kwa sababu wamekosa kujua you are always on duty. You are always building the purpose of God. Tunapoangalia Noah, the pattern of Noah is very, very important to us. Because Mungu anakamilika. The first point number 1 is very, very important. Because tunaona mwisho vile Mungu alimaliza wakati ule. The finishing era when God is moving us through the crisis to the end of the time. Unakuta kwamba crisis is all over. Upotezi wa nidhamu uko kila mahali. The time that you are living, in fact watu wameuana sana. Kiangalia wiki hii kwa gazeti utakuta kwamba kuna wasichana wawili wameuawa kifo cha ajabu sana. Wengine kwa sababu ya tenda, wengine sijui kwa sababu ya nini. So unakuta kwamba things are happening. Maovu inafanyika kote. What's happened, the wickedness about iko kiwango cha juu sana. But we are building for the future. Kama vile Noah, baada ya kuweza kuelewa kile ambacho Mungu alisema akaweza kufanya na akasikiliza. Noah was so much prophetic. Alielewa na akaanza kujenga the ark, building accurately according to the pattern and the design ambao Mungu mbinguni alimpea. People they are so busy here wakifanya yale mambo wanataka kufanya, lakini sisi we are so careful building the purposes of God and the will of God, kwa sababu tukijua we are moving to the crisis, tuko ndani ya crisis na lazima tutokelezee hii crisis na hatuwezi epuka hii crisis. Hii crisis huwa pamoja na sisi mpaka we finish. Unajua kuna watu wanasema kwamba kwa nini mchungaji anasema kwa always crisis? Sasa hivi tunapoongea coronavirus imeanza kuongezeka. Tanzania today hundreds are dying every day due to coronavirus. In Germany there is a fourth wave of corona ambayo inaua watu wadogo. There are more crises happening in the face of the earth. Ukiangalia systems, lakini haya yote inastahili tukaweza kuwa tukiwa watu wa Mungu, tukaweza kujenga accurately, tuweze kushinda, because
Noah alijenga safina kulingana na description ya Mungu. Na ile safina alijenga wakati mvua ilikuja na gharika. The ark haikusink, ilifloat. The more flood inakuja, mchafuko na dhoruba na kila kitu ya maji ya gharika ya wakati ule, the ark, Noah na familia yake walikuwa wanainuliwa juu above the crisis. Na kwa sababu gani? Waliweza kushika na kuelewa. They were somewhat prophetic. Noah was prophetic. Noah alijenga safina for 120 years. And Bible says God was waiting for Noah. Mungu hakuwa na wacha ulimwengu. Alikuwa na the focus ya kukamilisha kwake ulikuwa ni Noah. Anaangalia vile anajenga. Kwa hiyo mvua ilikuwa tayari, lakini God was waiting patiently. Noah akamilisha safina, aachilie mvua juu na chini, amalize wote. So God is waiting for us. We are building and we are building for future. Kwa sababu hii crisis ambayo tunapitia ndani yake, if you are not well built, kama hujaweza kujengwa vyema ndani ya Kristo, nakwambia hizi gharika ambayo tunayapa kuingia ndani yake, hautaweza kusurvive. And the will of God ya kwamba kote ulimwenguni, the body of Christ, from America, Europe, Asia, Africa, the whole body of Christ, lazima ikaanza kujua ya kwamba we have to build a bigger boat, a bigger one, ili dhoruba zinapokuja ulimwengu wetu tunaendelea kuangaza. Giza inatanda ulimwengu kama vile Isaia aliprophesy. Darkness is covering the world, the darkness of the people. But arise and shine, for your light has come. Wakati ambapo ulimwengu unachanganyikiwa ufanye nini? Nasikia kwamba vaccine inaanza kuua badala ya kuprevent watu. Wakati watu wanachanganyikiwa watumie vaccine ama wasikose kutumia vaccine. Nasi katika ufalme wa Mungu, we are building the purposes of God accurately according to the will of God. We are busy building. Ukiangalia the DVD ambayo tulikuwa tunaangalia on midweek service ya Scott, akienda kuangalia vile the prophetic word and apostolic word ambao Mungu alizungumza kwa ajili ya kanisa lote kote ulimwenguni, the body of Christ, part of the body of Christ, that is Congress in the face of the earth. Alikuwa anaongea kuhusu Noah, na ukiangalia vizuri sana alikuwa anaongea kuhusu revisiting the family. Na tulikuwa tuna compare the life of Noah vile ambavyo aliweza kujenga familia yake mwenyewe. Na watu wote walikataa kujenga safina, lakini Noah aliweza kujenga familia yake. At least Japheth, Ham and Shem na wake wao walimsaidia kujenga safina, na pia mke wake. Kwa hivyo ni yeye na household. Tumeona ya kwamba you know your household, wewe na familia yako. So sometimes it's very, very important whatever you are doing, why God is so much interested in our family, because tunaangalia pattern ya Noah. Wakati Mungu alikuwa anakamilisha, aliangalia familia, aliangalia Noah na familia yake. So that's why our family, and where's the joke, we are building our family accurately according to the purposes, according to the principles in the word of God. Kwa sababu ile Kristo, kama Japheth angekataa kujenga safina, angekufa kama wale wengine walikuwa nakufa. Kama wangebishana baba yao au waungana mama yao waseme no, ngoja huyu mzee endelee kujenga hiki kitu anajenga. Alijenga kwa miaka 120 building an ark. Do you know hakuwa mvua pale Bereni? Hakuna mtu alikuwa ameona mvua Bereni. It's not recorded in the Bible. Kwa hivyo ni yeye tu alikuwa anafahamu kuna mvua inakuja. He is seeing the future and the crisis. Naye akaanza kujenga. Na hakuwa na flood yoyote ilikuwa imeonekana pale Bereni, hata mvua. But you can see this man who was blameless and righteous before God, ako so much prophetic, hearing from God and implementing what God is saying. Na hivyo ndivyo watu wanasema, tumeambiwa Yesu anarudi. Kwenda nyuma hata wazazi wetu walikuta Yesu anarudi. Na anaendelea kutuchekelea. Tunaendelea kujenga and people they are laughing at us. Huyu Yesu mnasemanga ako wapi? Si angekuwa amerudi. Hivyo ndivyo watu wa Nuhu walikuwa. Watu wa wakati wa Nuhu. Nuhu anajenga safina huku, building the ark. Unajua that time ukiangalia is around 5,000 years back. Population ilikuwa kidogo sana, lakini yet walikataa.
Sio kama watu walikuwa wametapakaa ulimwengu kote, all over the world, walikuwa wengi. For information, Kenya 1963 tulikuwa less than 10 million. So ukirudisha all those years, maybe probably Kenya hakuwa mtu yote during that time. So because ukiangalia from the Genesis, the creation pale ilianzia the Garden of Eden, kutoka Adam pale Iraq, pale mwanadamu wa kwanza aliumbiwa pale Iraq. The Garden of Eden ilikuwa pale Iraq kabla mwanadamu aende kote ulimwenguni. Hakuwa na watu wengi vile tunasikia kama vile tunajua siku ya leo. Today we are over 7 billion people. Today over 7 billion people. And during the time of Noah walikuwa watu wachache. Maana kutoka creation ukiangalia. Lakini wote waliasi na wakakataa kujenga Sabina. And Noah was a preacher of righteousness. Na akaweza kufanyika the internal awareness. Yeye tayari alikuwa Sabina. He was himself was an ark. That's why hangeweza kujenga kitu ambao kwanza hajafanyika. And we see clearly in the Bible, katika hiyo story, Noah is an icon for the future. Noah is an icon for the future. The body of Christ has to be prophetic. Mwili wa Kristo unapaswa vile vile kama vile Noah alikuwa anasikiliza Mungu. Na last Sunday Wilson alikuwa anatuemphasize on Wilson Kifadhi about to conclude our discussion last Sunday, our sharing and feedback. Kasema to be prophetic is to be human. To be prophetic is to be human is true. Ya kwamba Mungu aliumba mwanadamu akae na yeye na amsikilize na amuelewe. Kwa hivyo kuwa prophetic ama kusikiliza Mungu sio kitu tofauti. Sio kitu kigumu, is a way of life. Kwa sababu Mungu akiumba mwanadamu alimuumba akae na yeye for relationship. Ili kaweze kumwabudu. You can see the relationship ya mwanadamu na Mungu. The intent, the divine intent of God. Ili akae na yeye. Kwa hivyo, hearing God, kama vile ambavyo Noah alikuwa anasikiliza Mungu. Anasikia jenga hivi. Tumia the material of guava tree. Usitutumia hii, tumia hii, these are measurement. All the measurement alikuwa anapewa, sio kwa sababu alikuwa ameenda shule yote. In fact, ukiangalia that time ambao alikuwa haikuwa information age kama ile tuko ndani yake today. But ilikuwa long time ago. Lakini kwa sababu ya uwezo wa kusikia Mungu, aliweza kujenga. You can imagine. Accurately. Every instruction hearing from God. You can imagine unajenga miaka 10, miaka 20, miaka 30, miaka 60, miaka 120 without changing the standard of God. That's why Noah is an icon to us. Kwa sababu tunaangalia Noah, tunaona vile ambavyo mwili wa Kristo unapaswa kuwa. Even if Jesus tarry hata rudi huu 2021, we are hearing God. We are coming closer to God. We are building. We are building. Even if Jesus started for another 10 years, we are still building and building and building. Even if Jesus started for 50 years, we are building the purpose of God till Jesus come. Kwa sababu kumaliza kunategemea vile tunavyojenga. The way we are building litasababisha mwisho ufike. Because God was waiting patiently for Noah aweze kumalisha the ark, ili aweze kumaliza ulimwengu wote. So nasi kanisa ili tu kaweze kuaccelerate the speed ya Yesu kurudi ni sisi kuwa tayari. How we prepare ourselves? By building what God is building in the face of the earth. So that's point number 1, that the body of Christ must be prophetic. We have to be able to receive clear instructions and guidance from God. Lazima tukaweze kupokea, we must be prophetic. We are able to receive the clear instructions, guidance from the Lord. That's how the church should be. That's how the body of Christ should be. Ya kwamba kanisa ina uwezo wa kupokea instructions, maagizo ya Mungu. Ina uwezo wa kupokea mpangilio wa Mungu. Na hakuna njia nyingine kanisa inaweza elewa the instructions and guidance of God rather than being prophetic. Utajuaje Mungu anasema nini kama haujui kusikiliza Mungu? You know how God speaks. You don't know the way God anaendelea kujenga your life.
Mr. Domo, the way you are building your family. Your life haitakuwa exact if you are not prophetic. Kama hauna uwezo wa kusikiliza Mungu almasi, how will you receive instruction, guidance from God if you don't know how He speaks? May the Lord help us in the mighty name of Jesus, ili uwezo wa kinabii ukaweza kuwa activated in our life in the mighty name of Jesus. May the Lord activate that grace in us. May the Lord activate the grace of hearing God in this generation. Hallelujah. May the prophetic capacity be activated in our life in the mighty name of Jesus. Ya kwamba Bisokonda anasikiliza Mungu akiwa pale, akiwa kazini, akiwa kwake nyumbani, ana uwezo wa kusikiliza Mungu. Maresi ako na uwezo wa kusikiliza Mungu. Everybody ako na capacity of hearing God. Ukiwa kwa baiskeli, ukiwa kwa bodaboda, ukiwa kwa matatu, ukipika, ukiwa kwa kitchen, you are hearing God. Instructions, the guidance from the Lord, you are hearing God. Hallelujah. Unless tufike hiyo kiwango, we cannot be accurate in our building. How will you build? How? Hata kanisa kama hii ya Great Grace, how will you build? You know, Mungu akinyamaza kuongea, mimi naacha kuwa mchungaji wa hii kanisa. I'll stop. Or what? Takuwa nimepotea. If God stops speaking, Mungu akizima kuongea, nitafanya nini? I have no idea. I have no clarity of where we are heading. How? Na siwezi kubali kurudi kwa dini. Unajua dini ina conform. There is a mentality of religion, doing things religiously. Turudi kwa dini zote. Tunaingia kanisa, tunaiba, tunatoa sadaka, tunasikia ibada neno, maana umesoma theology Bible school. Kwa hivyo unachukua Bible kama respe. Unaanza kuangalia ujumbe na topics na kutengeneza topics ambao umesomea kulingana na kimasomo, kulingana na vile umeenda Bible school. Unaanza kufundisha kuhusu kutengeneza message and teaching, the way of teaching, means of teachings and all that. Mimi sitaki kurudi kwa dini. Mimi nataka uwepo wa Bwana upelekane pamoja na mimi. I need to hear God. I need to hear God. I need to be prophetic. Yes, Bible school is nzuri, the skills are good. But furthermore, I need the Holy Spirit to guide me, instruct me. Mungu akaweza kunielekeza. Kama vile natarajia kusikiliza Mungu, hivyo ndivyo hata wewe Saidi unapaswa kusikiliza na kuelewa kile Mungu anafanya. Because if you are building for a future, Noah is an icon. Ya kwamba alikuwa na uwezo wa kusikiliza Mungu vizuri na kuanza kujenga kile Mungu anataka. Can you imagine kama Noah angejenga hekalu kama hii, ajenge structure kama hii, facility, ingesink. Angesikia ajenge na mawe ndio inapeleka kulingana na preferences yake. Ama ajenge Sabina kulingana na dream ile anaotaka yeye mwenyewe. Anaota Sabina inapaswa kuwa hivi. Na anza kujenga akiweka chuma, ingesink yote. Hata aina ya mti ambao alijenga alikuwa anapokea instruction kutoka kwa Mungu. Gova tree ndio alikuwa anajenga na no, si material yote angejenga nayo Sabina. The measurement, everything. Kama angejenga kulingana na preference zake na kuambia yeye na familia yake wangesink. Even if kama amejenga 20 years, that does not matter. Kama hakuwa ameweza kusikiliza kile Mungu alikuwa anataka ajenge. So we are building the purpose of God part of the time about iko ndani yake. And therefore, that's why we are reforming. We are in the apostolic reformation. We are reforming. Yale mambo ambayo tulikuwa tukifanya kidini, sasa tunaacha kujenga kidini. Tunaanza kujenga vile Mungu anataka. Sio kwa sababu ya KAG, sio kwa sababu ya full gospel, sio kwa sababu tuko ndani ya dini na Pentecostal. No. We are building because we are hearing that's what God wants. Not what KAG wants, is what God wants. That's why watu wakiiba free leader wanaiba. Kwa sababu pastor wao kwa hapo na anaruhusu waibe. Because they can be wanabebwa na kila chochote. Kwa sababu dini haiwezi kuzuia uibe free leader. Dini haiwezi kuzuia
kuzuia uupload Florida kwa simu yako. Florida utaiba. Haiwezi kuzuia. But God, if you are hearing God, sema no, this is not God. This one is not God. The way I'm building, He is not according to the instruction of God. That's why our life, ile maisha tunakaa, lazima tufuje those mentality. We must be brainwashed. Tusafishwe, mawazo yetu yamekuwa na kutu ya udini, ikaweza kusafishwa na turuhusu the new order of God ikaweza kufanya kazi ndani yetu. Kwa sababu mtu ambaye amejaa na kasumba ya dini anasema na hivyo ndio kanisa yetu inafanyanga. Hivyo sio vitu tumefundishwa kufanyanga, kwa sababu kuna kasumba ya udini imesink ndani ya kwamba kila wakati hata wokovu ni kwa sababu ya dini. There is no personal relationship, no hearing God. Hakuna kutembea pamoja na Mungu. So, receiving instructions and guidance from the Lord, you need to be prophetic like Noah. Everything. May the Lord help us in Jesus' name. Tunapoangalia the finishing. Nakumbuka mfano mwingine Wilson alipeana ambao uliweza kuhuisha nafsi yangu. Even today nakumbukanga. Wilson Kefanga, the speaker ambaye alikuwa hapa, akasema wakati ndege inapokuja kutua, ndege inatoka Amerika ama Durban, lakini wakati inakuja kutua, hiyo ndio wakati muhimu sana. Kuna ndege ambayo ilianguka last week ya Nigeria, kama unajua, pilot alijaribu sana kuiweka kwa mto. Fact alibakiza kidogo aigize kwa mto kwa sababu engine ilifeli akiwa juu. So akaona kurudi hakuwezekani. So ukisoma wale pilot wamefanya maajabu na katunukiwa katika ulimwengu, ni wale pilot waliweza kutuliza kufanya ndege itue ikiwa na shida ama imeisha iko kule kwa hewa, lakini una uwezo wa kutuliga. Kuna mmoja alienda katuliga, inaenda inaangua kwa mto na ikaokoa watu wote, hakuna yote alikufa. Ukiangalia the some pilots wako na uwezo ule ya kwamba anatafuta pale, anaona mto karibu, akiona mto lazima aupime vizuri ili akilani anaanguka kwa mto, ili ndege, because the moment ndege imeguza imeanguka mahali pengine inachomeka yote. So alijaribu sana, alibakisha kidogo, na vile alibakisha kidogo few meters akageula mtu akagonga back, watu walikufa, all of them in Nigeria last week. Alibakisha kidogo aguze huo mto. So that's the time that you are in now, ya kwamba ndege inatua, the church is landing. Tumetoka mbali na wakati Yesu alituokoa, tangu mpango wa Mungu kuanzia mwanzo. Now we are finishing, tuko karibu kukamilisha. Na wakati tunakamilisha lazima ukuwe makini. Do you know, pilot akiwa kule juu anakuwa autopilot, ndege inajipeleka. Ndege ikiwa kule juu, pilot hana kazi. Hata anaweza kusema hana, in fact inakuwa autopilot inajipeleka. Lakini ngoja ifikie muda ni wa kuradi. All the common sense, the consciousness, sikia kusema automatic, any alert, any akili zinakuwa so alert. Sasa wakati ya kwamba mtu anaendesha gari inafika 120 speed, unajua ikifika 120 hauwezi nzia. Unajua kuna watu wanakuwa na ugonjwa unaitwa hypersomnia, wanakaa wakilalanga, alafu anaamka. Na ni driver anaendesha lakini mimi nimelala, namkuta. Nakwambia wakati ule ile kitu inachomanga inapimanga, inaitwa EEG, ile inapimanga state of consciousness ya mtu. Inapima usingizi uko upande gani, uko level 1, uko stage 1, stage 2 or 3. The level of consciousness uko alert. Wakati huo the level of consciousness, the internal awareness ya pilot, ndege ikianguka zote zinafanya kazi. Kwa sababu akimes kidogo hivi, hiyo ndege inalala. Na hivyo ndivyo kanisa tunapaswa kuelewa ya kwamba that illustration tulipewa na Wilson, ya kwamba kanisa imefika ni wakati ambapo ndege sasa inatua, kanisa inamarisha. We are finishing. We are in the era of the finishing. We must be very accurate. Consciousness. That's why we are dealing with the internal awareness. Lazima tuhakikishe kwamba we are alert. Kuna watu kwa alert lakini they are daydreaming. Daydreaming. Wamefungua macho lakini bado wanaota. Daydreaming. You must be alert. Kwa hivyo
hivyo sermon zetu vile tunasikiliza Mungu si kawaida. Our teachings, our formalities, we are so conscious, internal awareness, whatever we are doing in the kingdom of God, we must be very conscious. Because we are finishing. Very, very important. Another point is the body of Christ today has to be obedient. The body of Christ has to be obedient. Kanisa la wazi, kanisa la kutii nusu, hii si kanisa ambayo inajenga for future. The body of Christ has to be obedient. Kanisa ambayo unajua kusikiliza Mungu ni kitu kimoja na kufanya ni kitu kingine. You can hear God the way you are hearing God, and doing it is another thing. That's how obedience is. Doing, hearing and doing. Kwa hivyo hii kanisa ambayo we are built for future, moja ambayo ni muhimu sana. One of the structure as we are building for the future ni kwa sababu ni kuwa watiifu. Kanisa ambayo inasikia hivi ndivyo Mungu anataka, yes. Hata kama is not convenient. Hakuna kuuliza wewe umesikia, wewe unasikia vizuri. Mimi lakini naona huu sio wakati wa kufanya hivyo. Huu wakati ni wakati ambao tuko busy sana. We cannot do that what God is saying. Yes, you have heard God, but it's not convenient to you. Let me tell you. Hii kanisa ambayo inamaliza, ambayo inabeba the pattern of Noah, lazima ikaweze kuwa totally obedient. Kanisa ambayo Mungu anaongea, hawaulizi, hawastasiti, hakuna kusitasita, wanatekeleza according to the pattern, according to the instructions of God. Because ukifikiria ufanye kulingana na dreams zako na vile unaona preference zako, if it's not God, let me tell you the truth, that's disobedient. Even if you do 3/4, we need to be 100% obedient. And most of the time tunakumbukanga Saul, wakati ambao tunakumbuka, tukisikia the word disobedient, tunakumbuka Paul, tunakumbuka Saul, the king Saul, wakati alitumwa akaenda kumaliza Amalekite. Nakuta ya kwamba alikuwa amejaribu huyo mwanamume. In fact, alimaliza kila kitu wanadamu, every person, akabakisha kondoo za kutoa dhabihu. Na anaona ya kwamba dhabihu itampendeza Mungu kulingana na preference zake. Lakini sababu nakutana nasema, hiyo mlio nasikia, I can hear. There is a disobedient. Sasa sema nasikia mlio, ni kuna disobedient. Kuna mahali ambapo kumebaki. Na Mungu anasema kutii ni bora kuliko kutoa dhabihu. You better obey God than giving and offering your life and everything. Obey God. Obey God. Kwa hiyo nikwambia watu wengi wamekuwa kwa dini. Kwa nini natumia jina dini? Kwa sababu dini ndio imesababisha sana watu kuasi na kwenda mbali sana na Mungu. If kama kuna kitu kimechangia ndani ya ulimwengu watu kuasi Mungu is religion. Kwa sababu religion kile inafanya inakuwa na form of godliness, but they are denying the power in it. Tunafanya mambo yote kidini, mafasi tunafanya kidini, mambo yote tunafanya kashere, like we are obeying God. Lakini ndani yetu tunajua hatutii vile Mungu anataka. Lakini kwa sababu tutapoteza heshima ya wanadamu, sema no, nikifanya hivi watu watanibebaje? It's like ukivaa nguo unavaa kwa sababu ya watu. That's how religion does. Unajua when you're wearing clothes, hauvalii watu. Kwa hivyo ni wewe unavalia kwa sababu yako. Kwa hivyo hata ukiambiwa huko smart, haujali kwa sababu ni yangu. Mimi nilijivalia ni mimi. Nilivaa kwa sababu ya my preferences. So sifalii mtu yoyote. Kwa hivyo wakati unapovaa nguo ni wewe unavaa kulingana na vile. Lakini kama uko controlled by people, lazima watu watanionaje? Watu hiyo kara wataipenda. Hii preference ya watu kwa sababu watu wako na mbinu nyingi. Na watu wako na maoni mingi. Lakini what about you? So unakuta dini unakuta kwamba is like the way Jesus was saying, Pharisee spirit, dog in a manger. Yaani mbwa inakaa kwa chumvi na ikuli chumvi lakini inazuilia kondoo kunywa chumvi. So hii dog in a manger ya kwamba unakuta kwamba ni mbwa iko ndani ya hori na chumvi. Hori manger. Mbwa haiwezi lamba chumvi. Lakini inakaa pale chumvi iko inazuilia kondoo kuja kunywa chumvi.
Hivyo ndivyo religions zinafanyanga. Dini inafanyanga hivyo. Hawafanyi vile Mungu anataka, lakini wanazuia wengine wafanye. That's why the church, ukiangalia the state of the church, ukiambia upime kanisa, utakuta kwamba kanisa, the state ya vile ambavyo inatembea na Mungu, unakuta kwamba there are so many inaccuracy. There are so many faults ambayo iko ndani ya kanisa. Kwa sababu gani? Ni dini. Don't care. So obedience is very vital, it's very important. Ni mahali ambapo tumefika na Mungu. Not obedient to your own, it's obedient to the divine command. Obedient to divine command. Now the moment you obey, obedience is the pathway of your survival. Kama hautatii utaangamia. Kama Noa hangesitii Mungu aanze kufanya kile Mungu anamwambia, angemalizwa na Mungu. Alikuwa ameona kwa nini aliumba mwanadamu? Alijuta kwa nini? Angeangamiza wote. Hata Noa angeangamia pale. Kwa hivyo hata sisi adumasi, the way we are building the purpose of God here in the face of the earth, ni kwa sababu ya our sake. Because if we are not going to build appropriately, kama hutajenga vile inavyofaa, na kuambia imani hii yetu isipo shida ya Wafarisayo na Wasadukayo, hatutamuona Mungu. That's why Matthew 7:23, many will come unto him and say, Lord, Lord, Lord. Kwa sababu it's very important. Doing is one thing, and hearing is another thing. Very important. Kwa hivyo hii crisis about inapokuja every day, kile kitatusaidia sisi kuepukana na shida ambayo iko ndani ya ulimwengu huu. Problem of the problem. And Jesus said every day has its own trouble. So usidanganywe na mtu akwambia kwamba siku hii ni njema kuliko ile nyingine. And hiyo ndio udanganyifu ambao uko ndani ya ulimwengu. Watu wanakuwa calmed ya kwamba ulimwengu mambo inakuwa sawa, maisha inabaki pale tulikuwa, usijali. But the end of the matter is, tunajua ya kwamba God is judging the system of this earth. Ulimwengu huu Mungu anaendelea kucharge. Kwa hivyo because the judgment will start from the house of God, hukumu inaanzia kwetu. Kwa njia gani? Assessment ya vile ambavyo tunajenga. God is really inspecting. God is inspecting how we are building. Hukumu ya Mungu, because our judgment si kama ya ulimwengu, yetu ni ya kuassess. The judgment is assessing. It's assessment process. When God is judging the way we are doing things. If unakuta kuna fault mahali, na kuambia hii crisis hautatoboa, you compromise. Na kama kuna jambo moja Yesu alikuwa atakuta imani ndani ya ulimwengu. Because kuanzia ni kitu moja, kumaliza ni kitu kingine. So kwa hivyo our obedience is for survival. Kutii kwetu ili tukaweza kushinda ile hali ambayo iko mbele yetu. Another point is, what is this man God is looking for? Tunaposoma the icon of Noah. Noah kept the standard in a day when everything fell apart. Aliweka standard. Kuna wakati Mungu alikuwa amezungumza mara hapa about standard. Is that so? How many people remember? Standard. Doing by the standard of God. Not lowering the standard. How many people are looking at the message? Not going to perform below the standard of God. Yes, tulikuwa katika hili jengo liko hapa, the smaller facility. Now remember that word clearly. God speaking unto us concerning not to lower the standard. Let me tell you, that's the truth. Ya kwamba we are not going to lower the standard of God. Kwa sababu tunaona kama Mungu amekawia. Mungu hatakuja January, hatakuja February, so we can live carelessly. We are not going to lower the standard of the kingdom of God because tunajua the Lord who has called us is a faithful God. Sema aliyewaita yeye ni mwaminifu. The book of 1 Thessalonians chapter 5 in verse 24. Yule ambaye amewaita yeye ni mwaminifu. Sisi sio wale watu ambao wanarudi nyuma. No. No turning back. No turning back. Hakuna kurudi nyuma.
ya kwamba ulikuwa mvumilivu, unaanza kuregea, uvumilivu unaenda kuisha. Ulikuwa mtu faithful, unaanza kurudi nyuma. No faith. Ulikuwa mtu umejaa na upendo, unakuta ya kwamba upendo sasa ukipimwa unaelekea ukianguka. We must keep the standard. Usicheze na mtu ambaye ana keep standard for 120 years. Yule mzee ulikuta 10 years, unamkuta doing the same thing. After 20 years, 10 years doing the same thing. 50 years doing the same thing. 70 years doing the same thing. 100 years doing the same thing. Let me tell you, Noah kept the standard of God. Everything, the standard. God said, I have seen you. You are righteous in this generation, keeping the standard. We're not going to run the kingdom of God, standard of the kingdom of God, because ya kukosa pesa. Ati kwamba unaguza mfuko unakuta hakuna hela. Ukitoa mfuko hata unasahau ya kwamba imebaki nje. Unasema hata umesahau mfuko wako, unaonekana wewe ni maskini sana, hata hakuna chochote kwa mfuko. We are not going to run the standard kwa sababu ya kile kiko. Ukienda kwa payslip unaroga, unakuta imekata rudi yote. Siwezi kubali. Payslip yako haina chochote, nitadanganya mtu. No. Remember you are building. Even if your payslip imekata mishahara yote, you are building. Heri ukule ugali na chumvi, but don't lower the standard of God. Amen. Don't lower the standard of God. Ngoja watu wakibie kujenga, wafanye mambo mengine, watu wanajenga. But me, I will go with the pace of God. Watu wanunue magari. Well and good. If it's not my time, well and good. Hata kama sijapata kazi, sitahogana niingie kazi. No! Hata kama nimekaa 5 years bila kupata kazi ama 10 years, mimi sitakuhonga. I'm not going to lower the standard. Because I'm building for future. Amen? Weka bahasha chini, ukileta hiyo barua yako. Hiyo bahasha weka 10K. No. Mimi sitaagusha standards za mfalme wa Mungu kwa sababu ya hii. Because God is watching, waiting me patiently. Na that patiently, Yakobo anaongea, kukojea, si kukojea ni kama vile mkulima anakaa akipalilia mimea yake. Hivyo ndivyo tunakaa. Kukaa kwetu is not passive. We are doing something. As far as we are waiting for Jesus to come back, it's not passive. That kwamba tunakaa Yesu arudi tu. No, we are doing something in the kingdom of God. Your marriage is becoming better and better and better and better and better till Jesus comes. Don't lower the standard of the covenant of your wife or your husband. Don't lower those standards because God is watching over you. Very, very important. So tumeona kwamba Noah, he had ability, alikuwa na uwezo wa kusikiliza Mungu. Hiyo tumeisikia vizuri sana. He had that ability of hearing the voice of God and moving in a strategic plan. Hiyo tunaweza kuangalia vizuri sana. So mpaka akatract God case, Mungu akaweza kumtazama kwa sababu ya vile alikuwa anaendelea. Tunapoangalia the patterns, you know, that pattern will repeat itself. Because tunakuja kwamba as the days of Noah, so it will be the coming. So kwa hivyo pattern ambazo zilikuwa wakati wa Noah, vile ulimwengu ulikuwa na vile Mungu alimaliza ulimwengu, hivyo ndivyo the pattern itajirudia wakati ambao tuko ndani yake, wakati wa kurudi kwa Yesu Kristo. The same pattern ambazo zilikuwa mahali pale, the conditions, human attitude, divine activities that existed in the days of Noah, in the face of the earth, the same pattern will repeat themselves. Watu huku watu wanakunywa, wanaimba fulida, wanafanya haya yote, wanafanya mambo yote katika ulimwengu huu ya kuwaza na kila kitu, wako ndani ya BBI, wao mambo ya ufalme wa Mungu hakuna chochote, wako ukiongea mambo ya Biden, ulimwengu vile umefanyika na all that. Hivyo ndivyo mwana wa Mungu atarudi, mwana wa Adamu atarudi, the son of man atarudi. Kama vile ilikuwa wakati wa Nuhu, watu walikuwa nakula na kunywa, kuoa, kuoana, all the activities.
the conditions about ziko ndani ya ulimwengu, hivyo ndivyo the coming of the Lord will be. But now we must make sure that we are building accurately for the future. How are we going to finish? How the finish is a process. Finish is a process. Kukamilisha is a process whereby if finish is the attaining the total maturity, then we cannot rest in the present immaturity. Ikiwa kukamilisha ni kukomaa. Finishing, we are in the process of becoming mature. We are in the process of becoming like Christ. Therefore, hatuwezi kubali kukaa ndani ya immaturity. Kwa sababu tunaangalia ya kwamba vile ambavyo Noah alifanya, aliishi akiwa perfect, blameless, was upright. You can see maturity according to the God revelation of the time. Na hata sisi wakati ule tunaishi, Mungu anaangalia that maturity. God is demanding that maturity in us. Ya kwamba wakati Mungu anasema kwamba we are building kingdom community architecture, God is looking that accuracy, that maturity. Are you mature to make sure the whole body of Christ, kuanzia wazee, wa mama, youth, watoto, you are building the same thing. You are becoming one. Ya kwamba tunafanyia kuwa kitu kimoja. That oneness. Mungu akiangalia, today God have instruction for us to build the kingdom community architecture. It's a proof structure kwa Mungu amepeana kote ulimwenguni to build. Are we mature? Are we doing part of the purpose of God? Because maturity is part the time. Wakati Mungu anaongea the definition na Mungu anaongea jambo fulani hapa, anatarajia kuona ukomavu. Tukitoka hapa umekomaa, the other move of God, pale pengine Mungu anaongea kuhusu hiyo area umekomaa ili uweze kwenda katika the next level. Because if you're not going to hear the purpose of to hear God and do according to the purpose of God, part the time. Fulfill the purpose of part the time about uko ndani yake, tutakuwa njia ya kusunguka. Yeah? In order to attract the gaze of God in the midst of the crisis, we must have correct biblical attitudes. So we must be straight. Wana straight. Unajua wana wa Israeli walikaa njia ya mzunguko. Walikuwa wanazunguka tu. Unakuta hapo wanazunguka. Walikuwa kama the other, kama watu tu wa ulimwengu. It's just a normal travelers. Walikuwa multitude kama kawaida. Kwa sababu ya kutoelewa vile Mungu anataka. Lack of hearing what God wants and doing the purpose of implementing what God is saying. Walikaa, but now we know tuko ndani ya straight path. Ile njia tuko ndani yake si ya msukuko. Unajua kuna watu wanakaa wakisukuka, tunaelekea wapi? Hawajui tunaelekea wapi, ni kusukuka. We know we have a straight path. We are seeing the finishing there. It's so straight, we can see it clearly. And target is here. That straight path must be clear in our heart, in our mind. Ya kwamba haturudi nyuma, hatuzunguki kulia ama kusoto, tunaenda mbele. Tunaenda kukamilisha. Unajua kama unaangalia graph inaenda zigzag, ama ukiangalia graph inaenda curve, ina chini wakati mwingine tuko juu, wakati mwingine tuko chini. No. The graph should be short, straight. The trajectory lazima ikaweza kuwa Mungu akiangalia kwa Biblia anasema ya kwamba hawa watu tayari it's like they have finished. We are giving God an opportunity to come. Anytime, hata katika ibada come. Hata tukiwa nyumbani come. Because our way is straight. We are straight. That trajectory we are straight. Kanisa kibeba gas akielekea kusupply. Even if Jesus come, ukipeleka gas hata kama hujafikisha, you are accurate. Because in the straight path. That trajectory is straight. That trajectory is straight. Unapatia watu, you can God, unaweza kuja asubuhi, unaweza kuja asubuhi, mchana, usiku, hata kama nimelala, njoo. Yeye kuna watu wanasema na Mungu akirudi kama sijatubu. Kwa sababu wanakaa ndani ya dhambi. It's like kisikia Jesus coming back. Oh, anamweka. Let me prepare myself first.
tayari always in the mighty name of Jesus. Amen. So we are going to focus on the purpose of God under the will of God. Hallelujah. We have the ability to build. Therefore, you have to have futuristic spirit. We must prepare for the future before the future arrives. As I finish, we must prepare for the future before future arrives. That's a futuristic spirit inside us. Unajua hata ndani ya boma, ndani ya marriage, unakuanga ukiangalia future. Sasa unasikia kuna wazee wanawekea watoto wao bima ya masomo. Nasikia serikali inasema kwamba kutakuwa na universal care. Kwa sababu unaangalia future. Unaangalia kwamba si kwa sababu ya kwamba unatarajia maofu, la hasha, because you have a futuristic spirit. You are preparing for the future before future arrives. Na je, ukifanyika hivi itakuwa aje? We make sure that the security of my children is intact. That's a building for future. Nakuta kwamba mtu anachukua license la insurance ya gari beginning of the year ama pale inaanzia mwaka wake, because anajua ya kwamba during the time of the crisis this insurance itanisecure. Hata kama gari itaibiwa nitalipwa ingine, hata kama itaaguka. That's a futuristic spirit. Building before the future arrives. Kabla jambo ikaanza kufanyika, you are totally equipped. You are well equipped. So may the Lord help us and give us ability to build according to the God design and instructions as we finish in the mighty name of the Lord. Hallelujah. May we stand up now in the name of Jesus. Ukiongea kuhusu Paul, the book of Acts, allow me, but tumefika. May the Lord help us in the mighty name of Jesus. That we may build for future. We are building for future. Wakati ambapo tunapomtazama our father, our patriarch of faith, Noah, tunapoangalia baba yetu Noah, tunatazama maisha yetu sasa wakati tunapoishi, ya kwamba wakati Mungu anapomaliza ulimwengu, ya kwamba sisi we are ready. When God is charging the earth, when God is charging the systems of this earth, our heart is intact in the mighty name of Jesus. The body of Christ, we are obedient. We have a better to build according to the instructions about Mungu anapeana. We are obedient in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Fungua kinywa chako mbele za Mungu. Aenda kuongea na Bwana katika jina la Yesu. Bwana akusaidie, Bwana kuwezeshe. May the Lord enable us. May the Lord give us the power, capability to build according to his purpose. In the name of Jesus, ability to build for the future. Before the future arrives, we are going to build that. We are going to be obedient. We are going to be exact. In the mighty name of Jesus, we will be accurate in the name of the Lord. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of the Lord. Thank you, Holy Spirit of God. We bless your name. We honor you, King of glory. Help us, King of glory. Baba, tusaidie katika maisha yetu vile ambavyo tunajenga maisha yetu sasa hivi. Baba Mungu wa mbinguni, tusaidie tukiwa manyumbani, tukiwa kazini. My Father and my God, enable us, oh God, that we may receive your instructions and guidance, oh God, in the name of Jesus. Help us to be prophetic in the mighty name of the Lord. Thank you, Redeemer. Thank you, our Savior. We bless you, God. We magnify your holy name. Kuna mambo mengi sana inatokelezea katikati yetu, katika kazi zetu, katika ndoa zetu, ambao iko ku distract us from the course, ili tukaweze kurua the standard of the kingdom. Unapopeleleza moyo wako, unapojiita mkutano moyo wako, what is really God speaking unto you personally? Nini hasa Mungu anakuzungumzia kwa kibinafsi? Nini hasa Mungu anaongeleza wewe kuhusu jamii yako? Kuhusu kujenga kwa ajili ya kesho? Nini hasa Mungu anakuzungumzia kama kanisa? In the mighty name of Jesus.
What is God speaking on Calais? What God is speaking on Excel, Hebronites, Project Heritage, Evolution, GPS? Mungu anazungumza nini? What are the instructions of God? My Father, help us become mature. Help us to capture. Mungu tusaidie, tuelewe, tujifahamu, tujijue. Baba, ondoa giza ndani ya mawazo yetu, hekima ya wanadamu. Baba Mungu, kujijasha kwa hekima zetu na ufahamu wetu kama wanadamu. Baba, ninaomba shusha ngome zote, every spirit of carnality, Baba, inasimama kila mawazo inayopigana na Kristo, kila mawazo iliyo ndani ya mioyo yetu na mawazo na akili zetu ambayo inampinga Kristo. Baba, ninabomoa mizigo yote. I bring down all those conditions, all those attitudes in the mighty name of the Lord. Hizo nia zote nabomoa, nia zote ambazo zinasimama kando ya Mungu na sisi, katika jina la Yesu. Lolote ambayo inasimama kinyume na Mungu, tunabomoa all those conditions in the mighty name of Jesus. That tunaamua kusimama wima, being righteous before God, being upright, be blameless in the mighty name of Jesus. My Father, tunaomba ya kwamba kutii, total obedience in our life in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. My Father, unaporudi Baba Mungu wa mbinguni, tunakupatia nafasi Bwana, kila wakati tuko tayari, that we are mature every day. Tukiwa shuleni, tukiwa kazini, we are mature in the mighty name of Jesus. We are standing as a representation of the whole church. Baba, tunasimama kama representation ya kanisa yote kote ulimwenguni, ya kwamba we are standing before you. Hallelujah. Bwana, umetuchagua Bwana katikati ya watu wengi. Bwana, umetuchagua katikati ya madini, umetuchagua katikati ya makabila, katikati ya mataifa. Tusimame kama Noa kwa ajili ya kusudi lako Bwana. Nasi tumekubali kutii, tumekubali kufanya utakalo na maisha yetu Bwana, katika jina la Yesu, in the mighty name of Jesus. Baba, tunaomba utuondolee roho ya chuma Bwana, tupe roho ya nyama. Ondoa roho ya chuma ndani ya mioyo yetu, ndani ya mawazo yetu Bwana, roho ya kuenda kinyume na mapenzi yako, roho ya kutotii, roho ya kushushia, roho ya kupuuza. My Father, we bring down all those voices, we bring down all those conditions in the name of Jesus, in the mighty name of the Lord, in the name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Hatutapuuza. We shall not be ignorant. We are aware, we are conscious, we are aware of your instructions and your guidance, O God, in the mighty name of Jesus Christ. Thank you, Redeemer. We bless you. We magnify your holy name. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, King of Kings.